Hujambo mtazamaji wangu tena, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo pia nimekuandalia makala maalum au fundisho maalum ambalo linasema jinsi ya kushughulikia migogoro mikubwa kanisani bila kusababisha migawanyiko. Na kabla hatujaingia katika fundisho letu la siku ya leo, ni vizuri tu kujikumbusha yale ambayo tulikuwa tumejifunza katika kipindi kilichopita. Na kichwa chake kilikuwa ni jinsi ya kuzuia migogoro makanisani. Na tukaona ya kwamba ni vizuri kujenga utamaduni wa unyenyekevu, ni vizuri kushughulikia migogoro mapema, ni vizuri pia kudumisha mawasiliano ya wazi, ni vizuri kujenga uongozi wa haki, ni vizuri pia kufundisha neno la Mungu kwa usahihi. Tukaona vile kwamba ni vizuri kudhibiti maneno, yaani wakati wa mazungumzo, ni vizuri watu kuzungumza kwa hekima, ni vizuri kuondoa upendeleo, ni vizuri kudumisha maono ya pamoja, na vile ni vizuri kuomba pamoja na pia kujenga upendo wa kweli. Siku ya leo nataka tuangalie somo hili ambalo ni la muhimu sana na ni maalumu sana katika makanisa yetu. Na kama nilivyosema, kichwa chetu ni jinsi ya kushughulikia migogoro mikubwa kanisani bila kusababisha migogoro. Na tunaona ya kwamba migogoro ndani ya kanisa si jambo geni, kwa sababu tunajua ya kwamba pia iliweza kutokea hata katika kanisa la kwanza. Na vile vile tunaona tofauti ya kanisa lenye afya na lisilo na afya si kukosekana kwa migogoro, bali ni jinsi migogoro inavyoshughulikiwa. Na kwa hivyo migogoro inaweza kujenga kanisa ikiwa itashughulikiwa vizuri, na vile vile inaweza pia kuvunja kanisa ikiwa itapuuzwa au haitashughulikiwa kwa njia ambayo inafaa. Na tunaona katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na tunapoingia katika sehemu ya kwanza, manake tutakuwa na sehemu tatu ya somo hili. Sehemu ya kwanza tutakuwa tunashughulikia kichwa ambacho kinasema misingi ya kibiblia katika kushughulikia migogoro. Na tunaona katika hoja ya kwanza ni kwamba hoja ya kwanza inasema lengo si kushida bali ni kurejesha. Na tunaona migogoro si vita ya kushida bali ni nafasi ya kurejesha mahusiano. Tunapoangalia waraka wa Galatia sura ya 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba mkimuona mtu amekosea, mrejeshe mtu kama huyo kwa roho ya upole. Na tunapoendelea tunaona kwamba katika hoja ya pili inasema kweli isemwe kwa upendo. Na katika waraka wa Efeso sura ya 5 mstari wa 15, Biblia inasema tukiishika kweli katika upendo. Na maana yake ni kwamba kweli bila upendo huumiza, na vile vile upendo bila kweli hupotosha. Na vile vile tunapoangalia hoja ya tatu ni kwamba kila upande usikilizwe kwa haki. Na tunaona ya kwamba katika kitabu cha Methali 18 mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba ajibuye neno kabla hajasikia ni upumbavu na aibu kwake. Kwa hivyo tunapoangalia sehemu ya pili, kichwa kinasema kushughulikia migogoro mikubwa. Jambo la kwanza katika hoja ya kwanza ni kuomba kwanza kabla ya kuchukua hatua. Na ni vizuri mtu asikimbilie maamuzi bila kumshirikisha Mungu. Katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5, Biblia inasema mtu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu. Na vile vile tunapoangalia hoja ya pili ni pata ukweli wote. Tunaona vizuri kusikiliza pande zote, na vile vile kuepuka uvumi, na pia ni vizuri kuchunguza kwa kina. Fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba uamuzi wa haraka bila ukweli huleta dhuluma. Na vile vile tunapoangalia hoja ya tatu inasema shughulikia kwa faragha kwanza. Ni vizuri usianze hadharani isipokuwa ni lazima. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba nenda ukamuonyeshe
kosa lake kati yako na yeye peke yenu. Katika hoja ya 4 Biblia inasema hoja ya 4 inasema tumia wasuluhishi wenye hekima. Wakati mwingine viongozi wengine au wazee wanahitajika kusaidia. Katika kitabu cha Methali sura ya 11 mstari wa 14 Biblia inasema katika wiki wa washauri pana usalama. Katika hoja ya 5 epuka aibu ya hadharani isiyo ya lazima. Kukemea hadharani kuna nafasi yake, lakini si hatua ya kwanza. Katika hoja ya 6 nasema shughulikia moyo, si tendo peke yake. Migogoro mingi ni ya ndani, yaani wakati mwingine mtu anakuwa na kiburi au wivu au pengine majeraha. Kwa hivyo ni vizuri kushughulikia kumshughulikia mtu ndani kwa ndani. Katika kitabu cha Methali sura ya 4 mstari wa 23 Biblia inasema linda moyo wako. Hoja ya 7 inasema himiza msamaha, na tunaona ya kwamba hakuna suluhisho bila kusameheana. Na katika waraka wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 13 Biblia inasema kwamba mkichukuliana na kusameheana. Katika hoja ya 8 inasema chukua hatua za haki pale inapohitajika. Kwa hivyo upendo haumaanishi kufumbia macho dhambi. Na katika waraka wa kwanza wa Timothy sura ya 5 mstari wa 20 Biblia inasema kwamba wale watendao dhambi wakemee mbele ya wote. Na katika hoja ya 8 rejesha mahusiano, yaani lengo si kumaliza kesi bali pia ni kuponya watu. Katika hoja ya 10 hoja ya 10 inasema fanya ufuatiliaji. Baada ya suluhisho endelea kufuatilia ili kuhakikisha amani inadumu. Na katika sehemu ya 3 inasema makosa ya kuepuka. Ni vizuri kuepuka kupuuza migogoro, ni vizuri kuepuka kuchukua upande haraka, ni vizuri kuepuka kuongozwa na hasira, vile vile ni vizuri kuepuka kufanya maamuzi bila maombi, ni vizuri kuepuka kupichua mambo hadharani bila hekima, na ni vizuri kuepuka kutotaka kusikiliza. Na tunapoangalia mfano wa Biblia Matendo 15 tunaona mjadala wa kanisa la kwanza, na kulikuwa na mgogoro mkubwa kuhusu sheria na wokovu. Lakini walifanya nini? Walikusanyika, wakajadili, walitoa ushuhuda, vile vile walitafuta mwongozo wa Mungu, na vile vile wakatoa uamuzi wa pamoja. Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 28 Biblia inasema imempendeza Roho Mtakatifu na sisi. Kwa hivyo fundisho hapa ni kwamba migogoro mikubwa inaweza kuleta maamuzi makubwa yenye baraka. Na faida ya kushughulikia migogoro vizuri ni kwamba huimarisha umoja, huongeza uaminifu, huleta ukuaji wa kiroho, hujenga viongozi bora, na vile vile hufundisha kanisa kushughulika na changamoto. Na tunapoelekea kumaliza ni kwamba migogoro si mwisho wa kanisa, bali ni mtihani wa ukomavu wake. Na vile vile tunaona ya kwamba kanisa lenye hekima halikibii migogoro, bali inakabili kwa maombi, kwa upendo, kwa haki, na vile vile kwa unyenyekevu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 18 Biblia inasema kwamba kama yamkini kaeni kwa amani na watu wote. Biblia pia inasema heri wapatanishi. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Natumai umejifunza mengi, haswa kulingana na migogoro mikubwa ambayo inaweza kupatikana kanisani au ambayo inaweza kutokea kanisani. Na jua ya kwamba kama umefuatilia fundisho hili, ikiwa jambo kama hili linaweza kutokea katika kanisa lako, mahali wewe unahudumu kama mshiriki au wewe kama kiongozi, na fikiri sasa umeweza kuelewa jinsi unavyoweza kushughulikia migogoro mikubwa katika kanisa lako. Na kwa hiyo nakutakia kila laheri. Mungu wetu kulinde na kurehemu, na kwa hivyo nakutakia kila laheri. Shalom.